kila mipango yote ya giza ya shetani, tukiondoa kila makusudi, kila mapepo na makusudi yote ya giza kwenye ulimwengu wa roho.
ukiondoa kila maagano yote ya giza ambayo shetani anaweza kaandaa kupitia neno lako. Acha Yesu kupitia neno lako kwa siku ya leo, anapolinena Bwana, tunahitaji mtakatifu akaflow pamoja nao, ukatufungua masikio ya kiroho pia kimwili Bwana. Anaponena tunahitaji neno lake Bwana likazame na lilete matunda ndani mwetu. Asante Bwana kwa maana tunaweza pamoja naye kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Asante kwa maombezi ya neno. Asante kwa nyimbo zote. Waimbaji msiende. Ninashukuru sana kwa yote ambayo imetendeka siku ya leo kwa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ningesihi waimbaji uimbie wimbo ulioimba mtangaza. Ningesihi mkutano tusimame kwa pendo la Kristo. Tuimbe hiyo wimbo na tuingie pamoja. Mtutoe katika singa please. Bwana Yesu asifiwe. Zile ngoma ziko wapi?
Haleluya. Haleluya. Tuko ndani ya nyumba ya Bwana. Tuko ndani ya nyumba ya Bwana. Ndio. Haleluya. Amen. Tumpepee Bwana Yesu Kristo. Anastahili. Bila kukomboa muda tunakwenda kwa neno. Na kabla sijaingia kwa neno kabisa, nitakwenda kumshukuru Mungu kwa taifa la Bwana ambalo limetoka hapa na kuelekea huko Perth. Mungu amekwenda kuwalinda na kuwaongoza. Walikwenda kwa amani na pia warudi kwa amani. Utukufu mrudie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Walivyoondoka hamkuwepo wenyewe, tulikuwepo wote huko Perth. Bwana Yesu asifiwe. Maana tulikuwa kwa maombi tukiwaombea. Waliondoka hadi kurudi tena hapa Brisbane. Naamini kwamba connection ya mbinguni, singa za mbinguni zilikuwa connected. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utukufu mrudie Bwana kwa yote ambayo amekwenda kuyatenda katika maisha yenu ya kiroho na hata pia ya kimwili. Amen. Tunakwenda katika neno la leo. Leo tutajifunza neno. Tutakwenda kujifunza neno ambayo inasema mpanzi. Mpanzi au Kiswahili kingine mpandaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiingereza a sower. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi nimesema tena mwanzoni, kama ingempendeza Mungu na ipendeze pia na wanadamu, tungetamani ibada zote ziwe zinachanganywa na lugha mbili. Kuanza mwanzo wa ibada hadi mwisho wa ibada kuwe lugha mbili. Kwa maana injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ametuitia hapa Australia haiko tu ya wasema Kiswahili. Mungu wetu sio Mungu wa lugha moja. Mungu wetu ni wa kabila zote na taifa zote ulimwenguni pote mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kama tumejozekana tumetenga lugha zote na Kirundi na Kiethiopia na Kisomali, lakini muda hautaturuhusu tukichanganya malugha yote hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuchange angalau Kiswahili na Kiingereza tusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Maaskari wa Yesu singetaka niwe naambia watu kusema Kiingereza hapa. Wakati watu ambao kwa stage andae kama askari. Prepare yourself whenever you see the men of God on the stage. Tukianza tu ibada. When we start the service. Kama wewe askari wa Yesu. As a soldier of God. Ni lazima ujue muda wako na wewe kuwa askari umefika. You should also know that your time to be a soldier has come. Usingoje wakuite kwa madhabahu. Don't wait until when they call you. Ungani kuite, ukigoja nikuite. If you wait until when I call you, maana haujui position yako. that means you don't know your position. Maana haujui kazi yako. That means you don't know your work. Maana haujui bali uko hapa. That means you don't know why you are here. Lakini ukijua uko juu ya nini, But if you know why you are here, utakuwa askari mwenye kujiamini. be a soldier with so much confidence. Ambaye Who anakuwa anajiandaa muda wote. who prepare themselves all the time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akutie nguvu Baba, ni katika jina la Yesu. Na tayari connection ya mbingu connect interpreter. Acha Bwana aongozwe na Roho Mtakatifu. Connection ambayo iko ndani mwangu yambukiza kwa interpreter kwa ulimwengu wa roho. Katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tenda kazi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba nikushukuru. Amen. Amen. Basi tunaenda kwa neno. We're going into the word. Kama nimesema tunajifunza leo. As I told you, tunajifunza leo. We're going to learn today habari ya mpanzi. Habari ya mpandaji. A person who plants. Au mkiingereza nyingine wanasema a sower. A sower in English. Amen. Tutasoma kitabu cha Mathayo. We're going to read the book of Matthew.
sura yake ya 13 verse 13, mstari wa kwanza verse 1 hadi 23. to 23. Tena nitasoma huyo Mathayo tena. I'll read again Matthew 25 25, mstari wake verse wa 14 24, hadi 30. 30. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. I read in the name of Jesus. Ni Mathayo 13 Matthew 13, mstari wake wa kwanza verse 1 hadi 23 au 23. to 23. Nasoma katika jina la Yesu. I read in the name of Jesus. Siku hiyo hiyo Yesu alipotoka katika ile nyumba akaenda na kuketi kando ya ziwa. Makutano makubwa ya watu yalimzunguka, hata Yesu akapanda mashua akaketi. Watu wote walisimama kwenye ukingo wa ziwa. Mstari wa 3. Naye Yesu akawaambia mambo mengi kwa mifano. Sikilizeni. Mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Mpanzi amekwenda kupanda mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena mstari wa 3. Naye Yesu akawaambia mambo mengi kwa mifano. Sikilizeni. Mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akipanda mbegu, nyingine zilianguka njiani, ndege wakaja wakazila. Nyingine zimeanguka penye mawe pasipokuwa na udongo mwingi, zikaota mara kwa kuwa udongo haukuwa na kina. Jua lilipochomoza zilichomeka, na kwa kuwa mizizi yake haikuwa na nguvu zikanyauka. Mstari wa 7. Nyingine zilianguka kwenye miti ya miiba, nayo ikakua na kusongwa. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikaota, zikazaa. Nyingine punje 100, nyingine 60 na nyingine 30. Mwenyezi Mungu mwenye masikio na asikie. Mstari wa 10. Wanafunzi wake wakamwendea wakamuuliza, kwa nini unasema na watu kwa mifano? Yesu akawajibu, nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wao hawakujaliwa. Maana aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitanyang'anywa. Haleluya. Nirudie mstari wa 13. Ndiyo maana inasema nao kwa mifano, kwa sababu wanatazama lakini hawaoni, wanasikiliza lakini hawasikii, wala hawawezi wala hawaelewi. 14. Kwa hiyo yametimia yale aliyosema nabii Isaya, kusikia mtasikia
lakini hamtaelewa. Kutazama mtatazama, lakini hamtaona. Maana akili za watu hawa zimepumbaa, wameyaziba masikio yao, wameyafumba macho yao, la sivyo wangeona kwa macho yao, wangesikia kwa masikio yao, wangeelewa kwa akili zao, na kugeukia, asema Bwana, nami ningewaponya. 16. Lakini heri nyinyi, maana macho yenu yameona na masikio yenu yamesikia. Kweli nawaambieni, manabii wa watu wengi wema waliotamani kuyaona yale mnayoyaona wasiyaone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manabii wengi, a lot of prophets, wanatamani kuyaona, they are in need of seeing yale ambayo yini mko ndani ya Yesu Kristo, what is inside in Jesus Christ, yale ambayo yuko ndani ya nyinyi mko ndani ya Kristo, or what is inside you people who are in Jesus Christ, mnayaona, that you can see. Wao pia wanatamani waone hiyo, They really envy of them to see, lakini hawana tu kibali, but they don't have the grace. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee, tutafikia kusikia huko chini. Na kuyasikia yale mnayoyasikia wasiyasikie. 18. Basi nyinyi sikilizeni maana ya mfano huu wa mpanzi. Tusikie sasa mfano wake, maana yake. Let's hear the word of a sower. Maana yake. The meaning of a sower. Yeyote asikiaye neno juu ya ufalme wa Mungu bila kuelewa ni kama zile mbegu zilizoanguka njiani. Yule mwovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake. 20. Ile mbegu iliyopandwa penye mawe ni mfano wa mtu asikiaye neno hilo, na mara akalipokea kwa furaha, lakini halishiki na mizizi ndani yake. Waendelea kulizingatia neno hilo kwa kitambo tu, na wakati taabu au udhaifu au vinapotokea kwa sababu ya neno hilo, anakata tamaa mara. 22. Ile mbegu iliyoanguka kati ya miti ya miiba ni mfano wa mtu asikiaye hilo neno, lakini wasiwasi ya ulimwengu huu na anasa la mali ulisonga neno hilo, naye hadai matunda. 23. Ile mbegu iliyopandwa katika udongo mzuri ni mfano wa mtu asikiaye neno hilo na kulielewa, naye uzaa matunda, moja 100, mwingine 60 na mwingine 30. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakwenda kujifunza habari ya neno inasema mpanzi. We're going to learn a word about a sower. Mpanzi katika kimwili ni mtu ambaye anapanda mazao katika A shamba. sower in a physical way, it's a person who plants. Waliotoka nyumbani, The people who came from home, waliojaribu kupata kibali cha kulima, those who had the grace to plant, wanajua namna gani wanapanda mbegu. they know how to plant the seeds. Nitoe mfano wa mahindi. Example, a maize. Wakati mtu anapanda mahindi, When you plant a maize, kuna vimoja ambavyo vinakuwa vinaozea ndani ya vitoki. there's some just they get discarded inside the soil, but they don't come out. Na zingine zinatoka. And some actually grow. Na zingine zikitoka pia, When those ones grow,
kama hakuna maji, if there's no water, kama hakuna mbolea, if there's no water or yale fertilizer, ile ambayo imetoka pia those ones that grow, yanakuwa nakauka na jua. they actually dry with the sun. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliokuwa Malawi, Those people were in Malawi, kuna udongo pale pia, there's a soil there too. lakini udongo wa pale hauna mbolea. But the soil there doesn't have a vitamin like to grow. Ni mpaka utie mbolea kuanza chakula. Until when you put fertilizer to grow the plants. Bwana Yesu aturumie. Amen. Ndivyo hivyo katika ulimwengu huu. That's how it is in this world. Kuna watu ambao wanakuwa ni mbegu, There's some people who are seeds, ambazo ndani mwao unakuwa akuzai matunda, unangoja kuwekwa fertilizer. inside them they don't grow until when they put fertilizer. Kama hakuna fertilizer ndani mwao, If you don't put fertilizer inside them, hawawezi kukomaa. they can't grow. Kuna watu katika ulimwengu huu, There's people in this world, kama hujawasukuma kwa before you huduma, push them to do the kama work of hujawasukuma kwa God. huduma, Before you push them to do the work kama of hujawasukuma God, kufanya kazi ya before you push them Mungu, to do the work of hawawezi God, kufanya kazi they ya can't do the Bwana. work of God. Bwana Yesu aturumie. Romans. Haleluya. Amen. Yesu anataka ukue mbegu, God wants you to be a seed. ile mbegu ambayo A seed that, itazaa 130. the seed that can grow hundreds. Hapana wewe mbegu No, don't be the seed ambao unangojea mpaka usukumwe, that you wait until they push you. ambao unangojea mpaka uweze fertilizer ndio Until wewe when they put wote. fertilizer, that's when you can grow. Ni lazima uwe mbegu, You have to be a seed. unapokea neno la When you Bwana, receive the word of unapokea God, fertilizer, when you receive the hata pia fertilizer, ukomaa na fertilizer. you can grow without Sababu kuna fertilizer. zingine mbegu There's other seeds, hata ukitia fertilizer even if you put hazikomai fertilizer, pia, they don't grow as well. haziivi pia, They don't grow as zinakuwa well. zinakufa. They just die. Ni watu wengi There's a lot of ambao people. wanasikia neno la They hear the Bwana, word of God. wanasikia neno la Bwana, They hear the word of lakini God. wanachukua na pia mbegu kwa But maji they just tena, put it behind wanapea them. tena mgongo, They put hapo it nakuja behind tena them. matope. And they go back into the sin. Ni wale ambao wamepata fertilizer Are those people who get the Lakini- fertilizer, but hawakuota na fertilizer, But they didn't grow haikupatia fertilizer. mbolea wa They kukomaa, didn't grow the vitamins wamebaki to katika grow. ulimwengu wa shida, but they just wamebaki take the katika word of matatizo ya sin. ulimwengu. They stay the word of sin. Bwana Yesu aturumie. Mpanzi ni nani? Who is a sower? Mpanzi wa Kristo ni Yesu Kristo. A sower of Christians is Jesus Christ. Wapandaji wa ulimwengu wanapanda mbegu kama wewe na mimi, The farmers, they plant like you and me, lakini Yesu but Jesus ni mpanzi is a wa sower mbegu ya kiroho. of your Holy Spirit seed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni mpandaji Jesus Christ is a farmer wa mbegu za kiroho. of a seed Ndio inside. mbegu za kiroho zikiwa ndani mwako, Those holy seeds, unakuwa mbegu they are seeds ambayo haungojwi that you don't wait sukuma so kwa that kazi they ya can push Bwana. you to do the work of God. Kama mbegu ya Yesu Kristo iko As ndani the seed, mwako, and if the seed of God is inside you, kama Yesu amepanda mbegu ndani if mwako, Jesus has planted a seed inside you, haungoje mtu asukumwe you kwenye can't mguu wa wait a kazi ya person to Mungu. push you to do the work of God. Kufagia kanisa mpaka usukumwe. Clean the church of God until they push you. Usapoti kanisa mpaka Support the usukumwe. work of God until they push Kama ndani you. mwako mna mbegu If inside there's a seed ambao Yesu amepanda, that Jesus has haungoje planted, wewe you usukumwe. can't wait to be pushed. Wewe kwa kanisa, Go to church unakuwa unaangalia saa. and you're looking at the Sasa time. nimeshapita. Oh, it's already Ulikuwa busy na far. nini? Why are you busy with? Ilikufanya wewe uchelewe kwenye ibada. Why were you busy so you can come Ndani late? mwako hamjakuwa mbegu. Inside you there's not a Ndani seed. mwako Yesu hajapanda mbegu. Jesus has not Maana planted a seed yet. Mkristo, A Christian, Mkristo A Christian. anakuwa na kengele ndani mwake they have a bell ambao inside ni them. neno la Yesu Kristo. Which is the word of God. Inakukumbusha muda umefika. You remind them the time is Nakukumbusha out. ibada zao imefika. The time is Huu ni out. muda wa matoleo. This is the time for Huu ni muda wa offering. kushukuru It's Mungu. a time to praise. Huu ni muda wa kuabudu It's a time to Mungu. worship. Huu ni muda wa kuomba. It's a time to pray. Maana ndani mwako mnakuwa roho. Because inside you there's Mnakuwa Holy Spirit. mbegu Mungu amepanda. There's a seed that God planted inside. Mbegu gani iko ndani mwako? What kind of seed that Mbegu Jesus gani iko planted? ndani ya moyo What kind of wako? seed that Jesus planted in Yesu you? amepanda nini ndani yako? What did Jesus plant in you? Haleluya. Amen. Mbegu ni nini? What is a seed? Tumesikia mpanzi ni Yesu Kristo. We have heard the sower is Jesus Na Christ. mbegu ni nini? What is a seed?
Mbegu ni neno la Mungu. The seed is the word of God. Hii Biblia ambayo tunaisoma, The Bible we're reading, hii Biblia tunaisoma, the Bible we're reading, ndio mbegu. it's a seed. Ukipokea neno hili, When you receive the word, ukipokea neno la when you receive the word in the Bible, ambao umejaa uwezo na you have the Holy Spirit and the power of unakuwa God. umekomaa kama mbegu ambayo inazaa mia zaidi ya mia. You grow as a seed that has grown hundreds and hundreds. Lakini kama ndani mwako hajakuwa neno la Mungu, If inside you there's no word, na kuhakikishia I'm telling you, utakuwa Mkristo wa suruali tu. you'll be only a normal Christian. Utakuwa Mkristo wa suruali tu. You'll be only a Christian on, we can say, pants. Utakuwa Mkristo wa kuvaa vitenge tu. You're only a Christian wearing wrappers and all that. Utakuwa Mkristo wa kwenda kanisani na kutoka kanisani bila kusikia You'll be a chochote. Christian going to church and coming back without nothing. Maana ndani mwako Because inside you, hamuna mbegu ambayo there's ni not neno la a seed Yesu. that is the word of God. Tumeona watu wengi leo That's why a lot of people today, ametoka kanisani, they come out of church. akifika nyumbani When they get at home, anaanza vituko they vingine. start doing whatever. Bwana Yesu atuhurumie. Huruma. Nitastiki sana kwa mafunction. I will stick a lot in the versions. Nitastiki sana kwa mafunction. I'll stick a lot in fashion. Kwa sababu watu wengi saa hizi A lot of people wanakuwa today, wanaelekea kwa function. they're just there for fashion. Shetani siku hizi The devil these anafanya days vitu vyote anapelekea kwa mafunction. is turning everything to fashion. Technology inapanuka sana. Technology is getting bigger and bigger. Unakuwa na mtu mzima You find a whole ambaye person, anajiita ni Mkristo. a person who calls themselves a Christian. Asubuhi anaamka, In the morning they wake up, anachukua Biblia, they take a Bible anataka na Biblia kwapa. and put on their Ya dunia armpits. unabeba na vya Mungu unabeba. Unachukua Biblia, You take the Bible unakwenda and kanisani. you go to church. Ukitoka kanisani, When you get out of the ukifika church, nyumbani, when you get home, unatia Biblia you chini. put the Bible down. Monday to Sunday. Monday to Sunday, Hausoma neno. you can't read the Bible. Uko mbegu gani? What kind of seed are you? Uko mbegu gani? What kind of seed are Ambayo you? hujawahi kufanya revision ya neno la A seed Mungu. that you cannot revive the word of Haukuwahi God. kufanya revision ya You neno have la no Mungu. vision for the word of God. Hakupa nafasi ya kusoma You neno la don't even Bwana. take the time to read the word of Utakuwa namna God. gani How can kugrow? you grow? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakristo wengi wa majina wa Kristo, A lot of Christians take on the names Christian, lakini wao sio. but they are not Christian. Tulihubiri wiki iliyopita. We preached last week. Walioalikwa ni wengi, A lot of people were invited, lakini wachaguliwa ni wachache. but the people who were chosen Wanakuja were kanisani not. mamilioni, A lot of people comes to church. wanasikia neno la Bwana ni They hear the word mamilioni, of God, lakini hundreds of ambao people. wanafanyia kazi neno But ni the people who wachache. work on the word, they work on the word, they're very few. Thank you, Holy Spirit. Yesu ametaka wewe na mimi Jesus wants you and tuwe I watu wa kusikia to neno. hear the word, Tusikie to neno, hear the word, tusikie to neno hear the word, na tuifanyie kazi. and do work. Lakini sio nakuja kanisani Don't just come to church, umedress vizuri, dress nicely. ukitoka kanisani When you get out of the church, unavaa uchi. you are naked. Shetani ametia hayo yote The devil has put all kwa that kupumbaza watu. so that he can make people stupid. Uko Mkristo, You are a Christian. unaenda You go, unanunua. you buy. Zamani wa mama, Sorry, women's. zamani wa mama, sababu Mothers. napo shetani yuko anapitia sana. That's what the devil is passing through. Unaenda unanunua, You go to the shop and buy. aseme hii inanifanya mimi nionekane beauty, You buy this and say, this will make me look beautiful. nifanye kuwa mzuri. To make me look beautiful. Wakiniona When they see me, wana mimi nimependeza. they see me, I look beautiful. Bwana Yesu aturumie. Huruma. Naenda kwa shop, I go to the shop. naenda kununua I go and buy makucha. nails. Hayo makucha hujui imetoka Those wapi. nails, you don't know where they come from. Hayo makucha hujui umetoa kwa miguu ya nani, kwa Those mikono ya nails, you don't nani. know where they took them from. Niwaambie kitu Let me kimoja. tell you something. Sipendi kuwapoteza katika I don't ulimwengu wa want you mbinguni. I don't want to lose you. Sipendi niingie peke yangu katika ufalme wa I don't want to mbingu. throw myself into the Nataka kingdom of tuende God. wote katika I want ufalme wa everybody mbingu. to go Bwana into Yesu the asifiwe. kingdom of God. Amen.
Nataka nikifika na wewe ufike. I want if I get there, you two together. Nikila asana wewe ukule asali. If I eat honey, I want you to be there as Nikula well. matunda ukule matunda. If I eat fruit, I want you to eat fruit as well. We have come a long way with the word of God. Na kukuona katika haya matope. When I see you in the bad things, sina furaha kabisa na wewe. I'm not happy with you. Nitakwambia. I'll tell you. Utanichukia. You hate me. Utanichukia. You hate me. Utanifungia unipatia ugali wako. You refuse to give me your food. Unanyima juice yako. You refuse to give me unanyima maji yako. You refuse to give me water. Lakini kwambia neno la uzima. But I'll tell you the word of life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio nikwambia neno la uzima. I never tell you the word of life. It helps you in the holy way. Sababu najenga maisha yako. It's building sio kimwili tu. It's not only the physical, but the holy. Yesu akija. So that when Jesus Christ comes back, so that you can go with others. Na Yesu aseme karibu mwanangu. And God will say, my daughter, my son, you have won the war. Umeenda kununua makucha. You go and buy the nails. Unakamata unabandika. You go and put on. Kuja naanzia hapa. Start from here huko. To here. Nini ambayo unatafuta? What are you looking for? Wakati unabandika makucha, when you put the nails, unaniconnect wewe na kuzimu. You are connecting yourself with the devil. Wewe kujua. Or with the devil, Satan. Wewe chukua ni kujifananisha kuwa mzuri. You make yourself look beautiful. Lakini wakati unatia tu kwa mkono wako, when you put it on your hand, unaniconnect na Jezebeli. You are connecting yourself with Jezebel. Alafu and then anaanza kumanipulate. He will start manipulating you. Anatembeza kwa ulimwengu taking you everywhere in the sin. Bila wewe kujua. Without you knowing. Wewe katika ulimwengu niko tu sawa. You just know that in the world you are okay. You walk in fashion. It's me only. Me only. Hakuna mwingine kama mimi. Unaangalia jinsi Mungu alikuumba. Unaangalia jinsi Mungu alikupatia uzuri. Unaangalia wewe kuna wako. Unaangalia uzuri wako. Unasema ni nini tu? Hakuna mwingine. Hakuna mikono yako. And your hands. Ulikuwa tembea vizuri. You were just normal. Siku hiyo na change. Sawa bandika makucha. Ndio ndio makucha yako. Unaanza tembea sasa hivi. Mtu aone makucha yako. Everybody can see your nails. Yesu atuhurumie. Vitu vingine tunaenda tunakopi vitu vingine. We copying a lot of stuff. Tunapeleka jehanamu. It's taking us to hell. Tuko na watoto hapa tungewaambia siri nyingi sana. We have kids here. We are told a lot of secrets. By the future, watoto watakuwa machao huko. When the kids are in Sunday school katika ibada. And elders in the service, I'll tell you more. I'll tell you more. Sababu because kuna vitu vingi mko mnajua. There's a lot you don't know. Shetani anapofosha macho. The devil just making you blind. Bwana Yesu atuhurumie. Huruma. Nitoe mfano Ana. Let me give an example, Anna. Ana anavaa nini? Jipe. Ni jipe hii? Yeah. Anavaa juu nini? Shirt. T-shirt and a skirt. Baba yake anavaa nini? The father is wearing what? Anavaa pants. He's wearing pants. Na suit ya juu. And a suit. And suit. Yote kwa pamoja inaitwa suit, ndio? Suruali na kiatu inaitwa suit. Together that is just a suit. Sasa Ana na yeye also anaenda goes kwa shop. To the shop. Baba yangu anavaa suit. So because my dad wears suit. Kuna suit za wanawake zipo? There's also suit for women, isn't it? Aziko? Mama Berize. Hakuna suit za wanawake mama? There's not any suit for women. Tupatika jibu kama zipo wala hakuna. Suit za wanawake zipo? Jipe na koti liko. Jipe na koti ya wanawake ipo. Inaitwa suit. It's called also suit. Ya wanawake. For women. Lakini Ana hata suit ya wanawake. But Anna leave the suit for women. Anaenda kununua suruali na pants. anavaa suit. And also put on like a suit. Tofauti ya baba na mtoto iko wapi? What's the difference between the father and the daughter? Tofauti ya Yesu Kristo na Shetani iko wapi? Between Jesus and the devil. Tofauti ya wana wa Mungu na wale Shetani iko wapi? What is the difference between Christian and wakati mpagani yeye anachukua hiyo suruali anavaa. Also unchristian the wewe pastor kwa suruali unavaa. And the pastor also wear pants. Mungu ni kanisani mnapiga pambio. Also in the church. What's the difference between a pastor and a mama pastor? Hallelujah. Amen. Niwaambie kitu kimoja. Let me tell you one thing. Vitu vingine tunavisema kwa mifano. Other stuff we'll be talking in parables. Hizi nchi tunakuja ndani. This country we are in. Don't translate.
You call yourself a Christian, and then you call yourself a son of God. Na huko sababu utakuwa tofauti na mtu wa And you say you want to be different to those unchristian. Jinsi yule anavaa, the way they dress, na jinsi na wewe unavaa, and the way you are dressing, hakuna tofauti. There's no difference. Utamuokoa mtu je? How you gonna preach to them? Utamwambia njoo kwa Yesu. You're gonna tell them come to Yesu Jesus. anakupenda. God loves you. Wakati mnavaa sawa sawa. When you dress the same. Utamwambia njoo kwa Yesu. You tell them come to Wakati Jesus. wote mnatoka break time na kuvuta sigareti. All of you go to break time and start smoking. Utamwambia njoo kwa Yesu. You tell them come to Wakati Jesus. wote pamoja mnapiga chupa. When all of you go and alcohol to the bar. Utamwambia njoo kwa Yesu. You tell them come to Jesus. When you are on the corner and doing different stuff. Huyo mtu anamwambia huyo kwa Yesu namna gani? How can you tell that person? Bila kumwambia mtu aje kwa Yesu kutuagiza. Bwana wewe badilika. Change yourself. Wewe badilika. Anafanya behavior yako wewe. That's when they'll come and then change as well. Hautabadilisha mtu. You can't change a wakati person. mnashare yale matendo sawa sawa. You can't change a person when all of you are sharing the same sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda watu wa Mungu. I want the children of Napenda wana wa God. Mungu. I want the children of God. Tabia zetu zibadilishwe. Our behavior to be changed. Ili kwamba tuwaokoe mataifa So that we wengine. can bring those unbelievers to Christ. Inasikitisha. It's a very sad thing. Inaumiza. It hurts. Wakati tunawaambia watu neno, when you're telling people the word, wanatoka kama wamesikia neno. They see like they're listening. Lakini wakitoka hapa, but when they're out of here, watu wale neno walitia tena pembeni. They put the word behind them. And start acting the same way they told them not to. Ni kama mnadharau Mungu. It's like you don't have respect for God. You don't have respect for God. Mnamdharau Mungu au mnamdharau mwanadamu? Or you disrespect God but not a human. Ni Mungu ananitumia tu ni kwa. When God is just using me to tell you. Lakini ambaye anasema ndani mwangu ni yeye. But the person who is talking inside me is Jesus. Ametumia message ya wake. He's sending me Jesus, a messenger. Kwa kuwa akwambie. To tell you. Sababu Yesu anatumia mtu. Because God used humans. Ili ujumbe kufikia. So that the message can anatumia Freemason. And also Satan uses Freemason. So that he can bring the message to the people. Watu wa giza. The people who works for Satan. Hallelujah. Amen. Tutakwenda kwa haraka sana. We're going really fast. Tutaona aina hao watu wa nne ambao ni mbegu. We're going to see different people, those who are seed. Mbegu ambazo zimesemewa hapa. The seed that have been talked here. Mbegu ambazo zimeanguka. The seed that fell kwenye njia. On the road. Mbegu ambazo zimeanguka. The seed that fell on the road. Kwenye njia. On the road. Biblia inatuambia kana kwamba the Bible tells us that ndege zilikuja. The birds came. Zikakula ile mbegu. And ate those seeds. Ndege zilikuja. The birds came. Zikala zile mbegu. And ate those seeds. Ni wale watu. Are those people? Ambao wanakuja siku zote kanisani. Every day at church. Wanasikia neno ambalo linatolewa. They hear the word of God. Baadaye wakienda nyumbani. And when they go home. Shetani anawaingilia ndani. The devil comes inside them. Na baadaye anawaletea expansion. And give them fresh ideas. Anawaletea mawazo mengi mengi ya kimungu. Different ideas of the world. Na baadaye wanasahau ile. And later they forget about the word of God. Wanakwenda katika ulimwengu. And goes in the sin. Mapasta wengi. A lot of pastors. Maprofeti wengi. A lot of prophets. Apostles wengi. A lot of apostles. Walikuwa wanamtumikia Mungu. They were working for God like true God. Walivyoanza ministry. When they started ministry. Walivyoanza huduma. When they started walitumikia Mungu wa kweli. They were working for true God with Jesus Christ. Walifanya mapenzi ya Mungu. They did the word of God, the work of God accordingly. Lakini but ni zile mbegu ambazo zimeanguka kwenye barabara on the road. Na shetani akaja. And the devil came. Because of that envy. Wakaweza kusahau neno. And forget the word of God. Wakachukua Biblia. And took the Bible. Baada ya kuisoma hivi. Instead of reading it like this. Wakageuza hivi.
They read it like that. Bwana Yesu aturudie. Huruma. Wakawa sasa ambassadors. They were ambassadors Wa shetani sasa. of the devil. Kutosha taifa la So that Bwana. they can lose everyone. They can make everybody lost in the word of God. Lakini mwanzoni But before that, they were really true prophets. walikuwa wakisema na Yesu They Kristo. were talking with Jesus. Walikuwa wakizungumza na They were Bwana. talking with Jesus. Walikuwa wakizungumza na mfalme wa They were talking with the wafalme. King of Akiwaambia Kings. maprofesa za And mzuri za telling them kweli. the true Wakifika kwa prophecies. watu And when it na comes to zinafanya people kazi. and work, Lakini leo but these days, zile prophecies those prophecies, zimebadilishwa they have changed na kuwa them za uongo. and be the Shetani lies hutumia prophecy. nguvu yake The devil na is kuchange. using his word and changing. Watu wa Mungu, Kids of Christ, wana wa Mungu, children of Christ, Yesu amewaita God has called kwa you malengo mazuri, for good purposes. kwa malengo mazuri, For good ili purposes, kana kwamba so that tuzae matunda mazuri. we can grow good seeds. Ni vizuri uanze vizuri It's good to start in good na way umalize vizuri. and finish in a good way. Si vizuri uanze vizuri It's not good to start na umalize good vibaya. and finish in a bad. Nitoe mfano. An example: Tajiri a rich man ambaye ana watoto wake, who has kids. yeye ameanza na utajiri. He started with richness. Inafika huko mbele When he goes further, anageuka kuwa and then maskini. he tends to be a Huyo mtu anakuwa very naishi poor person. au Does person live or wengi matajiri hao a lot of rich people, wanakuwa wanakufa na tension, they just die because of depression. sababu ameanza maisha mazuri, Because they started with richness. anafika huko mbele When they go anakuwa further, maskini, they go poor. anakuwa hata kununua hata muhindi, They don't even have money to buy a corn. hata nyumba alikuwa nayo namnyang'anya, Even the house they had, they take them away from them. anakuwa maibobo. They are just everywhere. Huyo With mtu streets. angoni That kuambiwa person, afe, he's just waiting to die. yeye pekee anajikufisha mwenyewe, Oh, he's not waiting for people to tell him die. He will just kill himself. sababu Because anajikuta kwamba ameanza na he utajiri, found himself rich amalizia and he umaskini. finished the life with Lakini kama poorness. umeanza na But if you umaskini, start with poorness, ukikosa if you don't have hata anything, mkate wa kula asubuhi, even a bread to eat in the morning, ndani ya nyumba, you're just in the unakosa house. rent ya kulipa You don't have nyumba, rent to pay. unataka kununua You don't suruali, have money to pay a pen. unavumilia hayo You are mateso, just there very patiently. unavumilia hayo You are just there magumu, very patiently. unavumilia hizo In shida every zote, situation alafu patiently. ukibarikiwa When you are getting blessed, unakuwa unajenga maisha mazuri. you actually build a good life. Ni kama watu wameishi kambini, It's like those people who went to wameteseka the miaka mkambi, they were suffering for Leo a long wamepata maisha. time. Today they have wanajua life. namna gani ya They kujenga know how to maisha. manage their life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana Because alianzia taabu, they started with suffering alijifunza mengi kupitia They learn taabu, from suffering. na ndio amebarikiwa. and they go blessed. Anajua namna gani ya kuchunga baraka They zake. know how to manage their blessings. Kanisa hili This church, tumeanzia taabu nyingi we started a sana, lot of suffering. tumeanzia magumu mengi We started a lot sana, of suffering. lakini nikupe moyo, But let me give you nikutie the moyo Let me give you kwamba the matunda encouragement. mazuri, The good mbegu fruit is nzuri, coming. mavuno Today, mazuri, the good mavuno fruits, mazuri, the good mavuno fruits, mazuri the good fruits, yanakuja hapo they are mbele. coming. Amen. Ni heri kubali kuteseka kwa muda huu, It's a time to feel yourself and accept to kubali suffer. kuteseka kwa muda Accept huu, to suffer, lakini hapo mbele but in front, uvune matunda. so that you can have good fruits. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu sana, I really thank God. maana Mungu Because God iko ananipeleka step by step, is leading me step by step. ananitoa hapa ananipeleka hapa, From here to there. ananitoa hapa ananipeleka hapo. From here to there. Ninakuwa na matumaini kana kwamba I have faith that bado mwenda hemo ndani they say I'm zaidi, going to it hapo there. mbele hapo Further, pasua mbingu. I will actually. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sina woga, I'm not afraid. sababu niko na step by step. Because I'm going step by step. Nilivyoanza huduma When I started the Na work, leo, and today, unakuwa tofauti. there's a big difference. Kwenye ulimwengu wa roho In a spiritual way, tunakuwa mbali. we are really far. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijidharau. Don't hesitate yourself. Peleka mfano wa pili. Second Uko example. mfano wa mtu
au zile mbegu zinaanguka kwenye udongo. These were example of those seeds that they fall on the ground. Na ndege zikaja zikala. And the bird came and ate all the seeds. Mfano wa pili. The second example. Mbegu ambazo zimeanguka kwenye mawe. Are those seeds that fall on the rock. Kweli niulize wapandaji. Let me just ask the farmers. Mama Anna, ushapanda? Mama Anna, have you ever farmed? Ushapanda mimea? Have you ever farmed? Mama Anna, ushapanda mimea? Mama Anna, have you ever farmed? Pardon? Au yapanda? Maana wewe unapanda mahindi. She did plant. Bwana Yesu asiwe. Amen. Mama Belize, ushapanda mimea? Mama Belize, have you ever planted? Jackie, ushapanda mimea? Jackie, have you ever? Au niulize watu ushawahi kulima? Has anybody have farmed before? Sasa wakati unalima mazao yako. When you are actually planting. Unalima udongo. You digging the soil. Unalima udongo. When you are digging the soil. Unatamani kupanda. You want to plant. Na ukipanda. When you plant. Unatamani uvune. You want to harvest. When you want to harvest. Unapenda pia. You also want. Uuzishe. So that you can sell. Ukiuzisha. When you sell. Upate milioni. So that you can get money. Ukipata milioni. You can get cash. Ikusaidie. So that can help you. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wewe so you umepanda mimea. You actually planted. Mimea yako ipanda kwa juu ya maji. You actually planted a seed on top of rocks. Unategemea kuvuna? Do you really want to harvest? Kama ulipanda karanga, mahindi juu ya majiwe. If you planted a corn on top of rocks. Unategemea kuvuna? Do you really want to harvest? Wewe ambaye umepanda, a person who planted juu ya mawe, on top of rocks, hautegemei kuvuna hata senti moja ya punja. You are not really waiting to harvest because they cannot grow. Ni mifano ya watu. It's example of those people. Ambapo watu wengi, a lot of people, wanakuwa tukihubiria neno la Mungu. When we are preaching the word of God, they hear the word of God. Wanasikia neno la Mungu. They hear the word of God. Wanasikia habari ya Yesu Kristo. They hear the message of Jesus Christ. Lakini wanaacha habari ya Yesu wa kweli. Wanakuwa kwa Yesu wa kweli. They go to the fake Jesus. Turudilie hapo tena. Let's go back again. Hallelujah. Amen. Nisome 18 mpaka 23. I'll read 18. Turudie tujue maana ya wao watu. 18 to 13. Basi nyinyi sikilizeni maana ya mfano huo wa mpanzi. Yeye asikiaye neno juu ya ufalme wa Mungu bila kuelewa ni kama zile mbegu zilizoanguka njiani. Yule mwovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake. Tusemaliza. Ya pili. Ile mbegu iliyopandwa kwenye mawe ni mfano wa mtu asikiaye neno hilo na mara akipokea kwa furaha, lakini halishiki na mizizi ndani yake. Haleluya. Amen. Tunahubiri neno hapa. We're preaching the word here. Na watu wanakaa wanasikia kabisa. People are just sitting like they're listening. Wanasikiza wenyewe wanasikia kabisa. They're really paying attention like they're listening. Lakini tukitoka hapa, but when we are out of here, anakuwa kumbe hakusikia chochote. They didn't listen. They didn't hear anything. They were just here. Alikuwa hapa. They were just here. Kimwili. Only physically. Lakini kiroho. Spiritually. Hakuwepo. They are not here. Tusikie hiyo. Let's hear that. Halishiki na mizizi ndani yake. Haendelea kulizingatia neno hilo kwa kitambo tu. Na wakati taabu zinafika, when the temptation comes, au udhaifu tu kidogo wa mwili unafika, or only a little bit of laziness in your body, vinapotea kwa sababu ya hilo neno, au tamaa ikijia ndani mwake. Huyo mtu ambaye amesikia neno, that person who heard the word, hilo mbegu ambazo zimetoka ndani kwenye mawe, there are those seeds that fell on the rock, wanasikia neno la Bwana, lakini hawalishiki, but they don't really hawalifanyii kazi. They don't work for it.
kukija tu tamaa kidogo kifika ndani Only mwake, when a little temptation comes, tayari anaacha neno, they just leave it and anasahau forget it. neno, Forget the word of God. anasahau matunda ndani They forget mwake, the fruit inside anasahau them. mbegu They zilizomitana ndani forget the mwake. seed that God, Jesus put in them. They go to the devil. Mfano, Example, watu wengi a lot of people, wamebatizwa hapa, they got baptized. na baada ya kubatizwa After getting baptized, walipokea neno, they received the word of walipokea God. wokovu, They received the walisafishwa na damu ya salvation. Yesu. They received and get washed with the Lakini blood baada ya of Jesus. kupokea lile neno, After receiving the word baada ya of God, kupokea ile neema ya ubatizo, before receiving the grace, baada ya kupokea ule wokovu wa after ubatizo, receiving the grace, baada ya kupokea wokovu wa ubatizo, after the salvation of the baptism, thank you. Na wengi a lot of people, walitoka, they got out, wakaja, they came. kama watu wamesikia neno. They were like people who Lakini listened. walikuja tena katika ulimwengu But they also came in this wa world, kimwili, in physically. tamaa ikawapeleka. A little temptation came. Nikwambie kitu, Let me tell you something. rafiki mbaya A bad friend, anaweza kutoka katika njia ya ufalme wa they mbinguni. can actually make you live in the true way of Jesus. Maana wengi baadhi yao Because a lot of ni them, marafiki ndio wametoa tena katika ufalme wa Mungu, they are only na friends who kuwapeleka make tena them katika ufalme wa live shetani, in the word of Jesus, the devil. wao kwa kutokujitambua. Those that didn't know Sababu ndani themselves. mwao lile neno likuzama, Because the word was not inside ndani them. mwao lile neno Because the likuzama. word wasn't inside Kama neno them. lingezama ndani mwao, If the word was inside anafika mtu them, kumwambia, even if a friend wale mtu comes, anapoteza muda bure, they'll just feel like you're wasting your anamwambia time. leave me alone. Leave me alone. Ninajua ambaye namtumikia. I know who I'm working for. Marafiki wengi A lot of friends, watakufanya wewe na mimi they'll make you, me and kumwacha Yesu I, Kristo leave na Jesus kumfuata Christ Yesu and Yusto. follow the fake Jesus. Maana hata shetani na wa Yesu Even the wake. devil has Jesus's. Bwana Yesu aturumie. Huruma. Ni watu wanasikia neno la Bwana They the word of God, lakini hawalishiki. but they don't hold it. Jaribu ikija kidogo tu, When a little temptation unasahau comes, neno la you Yesu. forget the word of God. Unaamka You asubuhi, wake up in the morning, unaangalia akaunti yako, you look in your account, Mungu 000. it's 0.00. Unaanza kufikiria, And you start thinking, sasa hii bila lipa namna how am gani? I going to pay this bill? Sasa How? mama yangu namtumia pesa namna How am I gani? going to send money to my mother in Africa? Namna gani How? ninaweza kumanage maisha yangu? How can I manage my life? Baada ya kufikiria hayo yote, After thinking of all that, sababu shetani anatumika na mawazo because the yetu, devil works with your thoughts. tunatumika na nafsi He zetu, works with our hearts. anakuwa anasikia jinsi unafikiria He's katika moyo actually wako, listening the way you're thinking. anatuma mawazo He mengine, will send another idea. anakuambia unajua, He will tell you, no, uende kwa mtu fulani, just go to this person. anaweza They can kukusaidia. actually help you. Anakutuma kwa ambasada They will wake send yeye you to their shetani, own ambassador. sababu atajua ndani mwako na So tamani, that tamaa you know imekuingia, inside you have tamaa imekuingia, the envy. imekuingia tamaa. The envy is Baada ya inside you. kuingia, After the anapata envy, mlango wa kuja, and then the devil will find the door and tell you, you know uende what? kwa fulani, Go to this person. They atakusaidia. will help you. Kumbe huyo mtu That person ni mtu wake. is also a devil ambassador. Niwaambie kitu, Let me tell you something. nilipoanza ministry hii, When I started this, kana kwamba I also want to rafiki tell yako you, ambaye unakuwa the naye friend that you have anakusaidia katika can actually jambo lako tell you au one to mbaya. another. Hata mtu ambaye amesikia neno, The person who hear the mbegu words, ambazo zimewekwa ndani ya mawe, the seed that falls Hazizaa on the seed, matunda. the seed that falls on Nao the watu words, ambao wanasikia neno la Bwana, they hear the word of God, lakini shida ikikuja kidogo, but when the temptation wanasahau comes, neno la they Mungu. forget the word of God. Kama ikiwaingia, When the envy comes wanamwacha in, Yesu, they leave Jesus, wanamwacha they leave Yesu, Jesus, wanamwelekea and go to the shetani. devil. Yesu ametuambia leo, Jesus told us today, mbegu zetu our seeds ziwe za kumpendeza Bwana has to be na the seed, zizae matunda. the seed that can Ya grow, tatu good grow. Let's hear the third one. ni mbegu ambazo zimeota Are those seeds that grew kwenye miiba. to the thorn? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunisikie hizo mbegu. Let's hear the seeds. Ile mbegu iliyoanguka kati ya miiba, kati ya miti ya miiba, ni mfano wa mtu asikiaye hilo neno, lakini wasiwasi ya ulimwengu huu na anasa ya mali
ni watu ambao wanasikia neno, are those people who hear the word, lakini but wakipigwa na umaskini kidogo when they tu, just go broke a little bit, wakikosa pesa tu, when they don't have wala cash, kuchafua Bwana. they start Huyu going Mungu wa modeli to gani? sin. What kind of God Ambaye is alifanya kuwa this? maskini. Who actually made me Huyu Mungu wa broke? modeli What gani? kind of God is Bwana this? amenunua nyumba, Who I can't even buy a house. nyumba. A person buy a house. Nilikuja mbele yake. I came before Bwana that alikuwa na person, nyumba. but today they have Mimi a sina house. nyumba. But me, I don't have Tamaa a ya house. ulimwengu huu The envy of this world inakupeleka is peleka. taking you Unasahau neno to la Bwana. forget the word of Mungu God. wetu. But Jesus Mungu Christ, wetu. Jesus Christ, Mungu wetu. our God, Anajibu kwa muda wake. answers on their own time. Mungu hajibu kwa muda sababu tumia amenunua gari ya mzuri. God doesn't Na answer gari ya because you mzuri. got a good house and me, I Mungu don't anajibu kwa have muda a good wake. car. God knows His time. Usikuwe na tamaa ya mtu Don't mwingine. envy someone's Ndugu spouse. umepata leo hiki. Because this person Na mimi has kama na that. huyu. Me too, I want to Utaenda get them. jehanamu. You go to hell. Haujue mtu ametoa hiyo nguo You don't wapi. know where they got the Haujue mtu house from. ametoka kununua You nyumba don't know where wapi. they got the house Haujue mtu from. ametoka kununua gari You don't know wapi. where they got the Unataka house sasa from. yule You want to be mtu. like that Utakwenda person. jehanamu. You go to Kwa hell. kujua. You don't know Kujua. and to know. Ngoja muda wa Bwana. Wait for God time. Ni watu wanasikia neno la And Mungu. those people hear the word. Wanalisikia neno la They Bwana. hear the word of Siku God. wanakuja Jumapili. They come on Mchungaji Sunday. anahubiri. Pastor Mchungaji preaches. anatoa neno. And preach the word of God. Anafundisha. They are teaching. Anakuwa amekusikia They neno. can sit there patiently Lakini and listen. akitoka ndani ya But when kanisa, they're out of the tamaa church, inamchukua. the envy gets Mambo ya them. ulimwengu The yanamchukua. envy gets them. Amesahau mapenzi ya And Bwana. forget the word Na of kufanya God. mapenzi And ya forget Shetani. the word of God and go to the devil. Ndani mwako mna mbegu gani? What kind of seed is inside you? Ndani mwako mna mbegu What gani? kind of seed is inside you? Pointi ya 4. Oh, Ni wale au zile mbegu those ambazo seeds zimeota kwenye udongo mzuri. that actually grew to the good soil, on the good soil. Usikie ile mbegu. Let's hear the seed. Ile mbegu iliyopandwa katikati ya udongo mzuri ni mfano wa mtu asikiaye neno hilo na kuelewa, naye huzaa matunda, mmoja 100, mwingine 60 na mwingine 30. Watu ambao hao zile mbegu ambazo zimepandwa kwenye udongo mzuri. People who are those seeds that were grew on a good soil. Kama umepanda mbegu yako If you actually grow kwenye your udongo ambao una seeds fertilizer nzuri, on a good soil that have a fertilizer, hizo mbegu those seeds, zinakuwa zinaota they actually vizuri. grow really Na good. zikizaa And matunda, when they grow, wewe mpandaji and the farmer, unakuwa tu na tabasamu na you just there kufurahi. smiling and Na happy. unajua mfuko Because you wako know your pocket unajaa milioni. is actually loaded with money. Bwana Yesu asiwe. Amen. Yesu wetu Our God, anakuwa na furaha He's happy wakati anaona wana wa Mungu when you see a child of wanasikia neno God, lake they hear the word of na wanakwenda God, huko and mitaani actually go on the wanafanya Lord neno ambalo and Yesu give mwenyewe the word to the alisema. people who are believers. Lakini Yesu anasikitika ndani But mwake Jesus is really wakati anaona wana wa Mungu Children wanasikia of God, neno, they hear the word, lakini ile neno la Yesu but the word, hawalishiki. they don't hold Na the baadaye word. wanalisahau And after they juu ya mambo ya forget, ulimwengu, and God in juu ya the tamaa ya world, dunia, in the world of wanamgeukia shetani, And they go to the wanageukia devil, shetani go to the kwa ajili ya devil, mambo ya ulimwengu. because of these world things. Yesu yuko na huzuni. God is really sad. Yesu ana huzuni. God is really sad. Watu ambao aliwaumba kwa mfano wake And yeye, people that He actually created ambaye in ametoka His image. mbinguni yeye He Yesu, came from heaven. akaja ufalme wake Oh, He mbinguni, left His everything in akaacha heaven. umungu wake He left His mbinguni, holiness in heaven. akaja kuzaliwa hapa And he duniani came- kama wewe na mimi. He came in this world because of you and I. Akubali kuteswa, He actually agreed to be sacrificed because of you and I. alikubali kutundikwa misalabani, He accepted to be on the cross because of you and I. alikubali kupigwa mikuki na He mijeledi accepted to be beaten because of you ili and wao I. uokolewe, So that you can be, ili ufanye you can mapenzi ya see, Bwana. so you can do the Lakini will of umemwacha God. Yesu But you left Him. ambaye ameteseka juu yako, The person who suffered unakwenda kwa because of shetani you, you go to the ambaye devil. ameteseka juu The ya maisha person who has never yako. suffered because of you. Unamlipa Yesu nini? What are you paying Jesus? Unamlipa Yesu nini? What are you paying Him? Unamlipa Yesu nini? What are you paying Jesus? Unampatia Yesu What are you nini? giving to Jesus? Unamlipa Yesu What are you nini? paying Him? Mateso, The uchungu, suffering, uchungu, the pain, huzuni, the pain, masikitiko. the sadness. Anakuwa anatoa He machozi. just cried all Analia the usiku na time. He mchana. cried all the Wana Mungu time. ambao He cried nimewaita all the time. kwa My mfano people wangu that I mimi, created on my wanaleo own
wameniacha, wanamwelekea Shetani. Lakini Yesu amenituma nikwambie. But Jesus sent me to tell you. Anakuja. He's coming. Anakuja. He's coming. Yesu anakuja. Jesus is 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 coming. Kuwalipa. To pay. Kuwalipa. To pay. Kila mtu. Everyone. Sawa sawa. Has the work they did. Ikiwa wewe umwacha Yesu na kumwelekea Shetani na kuhakikishia kana kwamba moto wa jehanamu, moto wa jehanamu, moto wa jehanamu ngoja is waiting for you. Ukatae, refuse, uitike, agreed, unakwenda moto. You're going to kama tu only if haujazaa matunda. You haven't grown the matunda seeds. Gani ambayo unazaa? What kind of seeds are you growing? Wewe ni tunda gani? What kind of seed are you? What kind of seed are you? Unapanda wewe mbegu gani kwa watu? What kind of seed are you planting? Unapanda wadui ndani ya watu. Why are you being unabomoa nyumba ya watu? Why are you unabomoa ndoa za watu? Unabomoa ndoa za watu? Why are you separating marriages? Kazi yako wewe, your work as you mpandaji is to plant. Kupanda chuki ndani ya marafiki. Your work is only planting bad things. Kazi yako wewe, your work kupanda mauaji ndani ya watu. Only planning how to kill people. Wewe mpandaji mbaya. Only your planting ambao katika maisha yako in your life. Unapanda tu chuki. You plant only ubaguzi. You only plant inajaa matusi. Only you insult people. Inajaa utengano. Your mouth hauna muda kutia watu katika ushirika. Hauna muda kutia watu katika umoja. Hauna muda kutia upendo. Wewe unajalisha watu. Only to separate people. Uko mbegu gani? What kind of fruit are you? What kind of seed are you? Uwe mbegu ambaye the seed that uko nje wakikuona. You have to be a seed that when they see you outside, they'll just read and say that person has the Lord. Uwe mbegu be a seed ambapo wakikusoma nje, when they read you outside, they'll see that inside you unakuwa neno. There is word. Usiwe wewe don't be ukifika sehemu when you just get a place. Matengano yanafika. They just say when they see mtu anakuja, saizi hapa hatuna amani. We won't have peace again. Utawata namna gani watu kwa Yesu? How are you going to bring the people to the Lord? Watu watakuja kwa Yesu namna gani? How are they going to come to the Lord? Wakati matendo yako ni mabaya. Your behavior is really bad. Watakuja matunda namna gani kwako? How can you bring people? Maana wewe ni tunda la Yesu. Because you are Yesu namna gani? Fruit of God. Wakati maovu yako ndani yako. How can you be a fruit when you have bad behavior? It's a good children of God. Let's all be good seeds. So that grows. That's when Jesus Christ will be happy with us. Don't only be a seed that grew actually on the stones. Don't be the seeds that's fallen on the soil. Don't be the seeds that grew on the thorns. We have to be people that our seed grows or be planted in the good soil. Jesus is the good plant. Jesus is a good farmer. And his word, it's the fruit. It's the seeds. It's I need you to have the word inside us. To have the word inside us. That's when you become a good seed. Hallelujah. Amen. Tumalize. Let's head into the finishing part. I can feel things still coming, but let's finish. Thank you, Jesus. Allow me to finish. Amen. Let's finish and read this. Matthew 13. The same 13. 30 to 40. Tusikie hapo. Maana kuna wengi. There's a lot of people. Wanasikia neno. They hear the word. Lakini hawalifanyii kazi. But they don't work for that word.
Sio wote ambao wanasikia. It's not everybody who hears the word ndio wanafanyia kazi. and actually work for that Watu word. wanasikia ni wengi sana. There's a lot of people who hear the word, Lakini wanasikia ukifanyia kazi but they don't really work for that word. Only few people does. Waalikwa ni wengi. The people who are invited are a lot, Lakini watenda kazi ni wachache. but the workers are really, really few. Wachaguliwa ni The wachache. people who are chosen were few. Wanaosikia neno ni wengi. The people who hear the word are a Lakini lot, wanafuatilia mapenzi ya Bwana. but people who go through that word, Kupitia hilo neno through the ni word, wachache. they are very few. Tusome. Let's read 30 na 40. 30 to 40. Acheni vikae pamoja mpaka wakati wa mavuno. Wakati huo nitawaambia wavunaji, kusanyeni kwanza magugu mkayafunge mafungo na kuyachoma, lakini ngano ikusanyeni mkaiweke ghalani mwangu. Amen. Hapa ni habari za kuambia This is kama wewe ungali mbegu mbaya, if you still a bad seed, Yesu ameniambia nikwambie. God is telling me to tell you. Ndio maana na kanisani That's why you see at kunakuwa church watu wengi there's a lot of people, na walevi also the drunkards, na walozi the witches, na wafumu those fake prophecies, na kila aina mbaya, wazinzi, Oh, waezi, wasemaongo, wote wanakuwa kanisani. they're all in church. Yesu amesema hivi, God is saying this. tuwaache wote wakomae Let's pamoja, all grow together. tuwaache wote wawe Let's pamoja. all be together. Lakini siku mavuno ikifika, But the day to harvest when it yanaambia comes, wavunaji, God will tell them, chukua yale harvesters, magugu yote, take everything muyakunje kunje, and put them together muwafunge funge, and tie them na together muwatupe ndani ya moto. and put them and send them to hell. Na wale ambao ni ngano, And those people who are good seeds, muwafunge pamoja, take them together muwaweke kwenye ghala langu. and put them to where Yesu they ametaka belong kutuambia to. nini? Jesus wants to tell us what? Yale magugu, The people who are good, magugu, the people who are doing the work in true way. yale magugu, What's my wale ambao wanafanya mambo mabaya, Oh, the people who are doing the wrong way. bad things. Hallelujah. Amen. Yale magugu The people who are doing bad things ni wale ambao wanalisikia neno are la those who Bwana hear the word of na God walifanyii and kazi, they don't wait for that word. wanamsahau Yesu Kristo Forget Jesus na wanakwenda kwa and go to Freemasons. Freemason. Wanamsahau Yesu Kristo, They forget Jesus Christ. wanategemea Elizi. They actually believe in what they Wanamsahau Yesu have. Kristo, Forget Jesus wanategemea and kuwa na machupa ndani yao. and they're just there in need of those little bottles. They have stuff in it. Wanamwacha Yesu Kristo, They believe Jesus Christ. wanategemea zinaa. They're proud of them being a prostitute. Wanatumia miili yao, They're just using their own body. wanatumia miili They yao use their own body kwa kuchafua mwili wa Yesu. to actually disrespect the body of Wanatumia Christ. uzuri wao They use their beauty kama vile business. like a business. Lakini wote But all of them, wanakuja kanisani, they all come to church. tunakuja kumwabudu They Bwana. all come to praise Anakuja Jesus. anapiga pambio, They all dance. anapiga pambio, They all dance. anarukaruka, They all jump anarukaruka. and jump. Akitoka hapo When they're out of here, yuko baa. they're just at the bar. Hayo ni magugu yanakuja ndani, Those are the people who they don't do work of God. ni magugu yako ndani There are bad things that is ya inside them ngano, of prostitution. na Yesu ndani ya ngano. Are inside Mbegu nzuri. or inside the good seeds. Sasa Yesu anasema Jesus is saying, wakati wa mavuno umekuja sasa. when the harvest time comes, Wakati wa kuvuna sasa. when Yesu what anasema people want to anakuja harvest, kuvuna. Jesus said Maana that yeye ndio mpandaji. because he is the farmer, Yeye ni mpandaji. he is the farmer, Anakuja sasa Yesu. he comes to harvest. Kuna sasa mavuno He comes to yake harvest what he ambao amepanda. planted, what he planted, Amepanda kwa mchanga. and he planted on the soil. Kuna mchanga. You harvest the soil. Je, How? ulishawahi kuona mtu anapanda, mtu wa Embe anavuna chungwa? Have you ever seen a person plant mango and harvest orange? Ulishawahi kuona Have you ever seen mtu amepanda kalanga a person actually plant nuts anavuna mahindi? and harvest corn?
Na Yesu ameniambia nikwambie And siku ya leo. Jesus is telling me to tell you. Yeye amepanda neno ndani He mwako. actually planted the word of God. Yesu amepanda neno ndani He planted mwako. the word inside you. Anataka uchukue hilo He neno. wanted to take the word Uifanyie kazi. and wait for that word. Kama uifanyie kazi. If you don't wait for that Anakuja word, kuvuna He mavuno said He's sasa. coming to harvest. Anakuja kunja. Actually bring you Anakuja together, kunja. tie you Na kuja ndani ya together moto. and send you to Ana hell. wewe ni magugu. Because you're just doing bad things. Lakini kama wewe umekuwa mtu mzuri, But if you have been doing Yesu good anasema, things, Jesus says, atakukumbatia. you actually hug you Anakuweka katika zizi lake. and take you where you belong to be. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame. Let's all stand up. Yesu Jesus, anataka He wants wewe na mimi you and I tuzae matunda. to grow good fruits. Maana mti mzuri Because a good tree, unajulikana kwa matunda yake. people can actually see it through the fruits. Freemasons Freemasons, wanajulikana kwa mabaya yao. people can tell for their own wrong things. Freemasons Freemasons, wanajulikana they can be kwa manabii zao noticed za uongo. for their bad or untrue prophecies. Sorry. Na manabii wa kweli wa Yesu And those good prophets, wanajulikana pia they can be kwa manabii noticed yao ya ukweli. by their own good Manabii wa prophecies. Mungu, Because a good nabii wa prophet, Mungu wa kweli, a good prophet, the true kinywa prophet cha Mungu, is a mouth of God. kinywa cha It's a Bwana. mouth of God. Yesu anazungumza na God yeye actually talked to ili them kuponya taifa. so that they can heal Taifa la the Bwana, taifa la Bwana or the people wanapata of kupona God, they want to be healed. kupitia wana wa Mungu wa kweli. So through the true prophets. Usidanganyike. Don't be lied to. Manabii wa kweli A good prophet na manabii wa uongo and a bad wote prophet, wanatumia Biblia. they all read Bible. Lengo moja ni hili. One purpose is Lengo moja one purpose, an objective ni kwamba is that wewe ambaye unaona yeye anasoma Biblia kama nabii wa uongo, you see them read a Bible as a fake prophet, unaona kama Biblia unasema hapana, anasoma Biblia. and you be like, oh, but they are reading Bible. Unaamini You hiyo. believe them. Lakini vinatoka ndani mwake sasa. But whatever comes out of them, Inakuwa ni machafuko. it's just not good. Na nabii wa kweli pia Also, a good prophet, anasoma pia they Biblia. also read Bible. Na anakuambia And they'll tell you, vinakuwa vinatimilika they kukamilika. actually come to whatever they tell you. Ukiona nabii anakuambia When you kitu see a prophet tells you something, na kukamilika, and you didn't come true, pale tiki vema, just take that. nabii wa uongo. They are fake prophets. Sababu nabii wa kweli Because a true prophet, akikwambia when neno they tell you a kutoka word, kwa Bwana, actually comes na from the Mungu Lord. hajawahi And the Lord has kudanganya never lied. wala kudanganyika. Or to be lied to. Akisema anasema. When he says, he says. Mti mzuri A good tree hujulikana kwa matunda yake. can be noticed by a good Wewe ni fruit. mbegu gani? What kind of seed are you? Wewe ni tunda gani? What kind of fruit are you? Wewe ni mti gani? What kind of tree Je, are you? maisha yako wewe How is your life? ni kuchafua wana wa Is Mungu? your life only to respect the Je, maisha yako wewe Your life is ni it kumchafua only Yesu Kristo? to respect Jesus? Je, maisha yako wewe Is it your life? ni kusambaza wana wa Mungu? Separate the children of Je, God. maisha yako Is it wewe your life? kusambaza kanisa la Bwana? Separate the church Je, of maisha God. yako Is wewe it your life? ni kutenganisha wana wa Mungu? To only put people separate. Mungu anataka uwe mpatanishi God wants you to be a lover one. ili upokee zawadi. To bring people together so Lakini they kama can unakuwa give. mpatanishi, If you haven't been that kind of hauna person, zawadi. you don't have a gift. Mungu anataka God wants uwe tunda zuri, to be a good uwe fruit, mbegu nzuri to be a good seed ambao umepandwa. that can be Kwenye udongo planted mzuri. on a good soil. Kanisa hili This church, ni udongo Mungu ameleta. it's a soil Kanisa that hili Jesus ni brought. udongo Yesu ameleta. It's a soil that Ni Jesus tupande brought, ukweli wake. so that we can Tuambie plant the watu truth. ukweli wa mbinguni. To tell the people the Tuambie watu truth. ukweli wa To tell the Mungu. people the truth about Ukipanda kwenye Bible. mbegu hiyo, If you find out ukipanda seeds, kwenye udongo huo, when you plant on this seed, unafikishia when you plant on this mbegu ya soil, Bwana. I can tell the truth, Utaiona. you see the heaven. Lakini kana kwamba If you don't, haujapanda kwenye mbegu you haven't nzuri, plant on this soil, haujapanda kwenye you udongo haven't mzuri, plant on this soil, nakuhakikishia I'm telling you truly, jehanamu the hell inakungoja. is waiting for you. Yesu anasema Jesus says, Mungu hakuna nafasi
In heaven there's no space. There's no again space for Freemasons. There's no space in heaven for the devil. There's no space in heaven for those angels of the devil. In heaven there's a space for those children of God who actually won the war. Bwana Yesu Kristo, mbele ya uso wako, nahitaji unisamehe, nahitaji unitakase, nahitaji unioshe, unisafishe na hisopo ya damu yako, kwa yote ambayo nimeyatenda, kwa kujua na kwa kutokujua. Toka utoto wangu ni mengi nimeyapitia, maagano mengi nimeyaweka ya giza, maagano mengi nimeyaweka kwa wakuu, maagano mengi nimeyaweka kwa wachawi, maagano mengi nimeyaweka kwa Freemasons, maagano mengi nimeyaweka kwa shetani. Na kwa Yesu kukusii wende kuyafuta kwenye ulimwengu wa roho, unifanye kuwa mbegu nzuri, unifanye kuwa mbegu nzuri ambayo nimepandwa kwenye udongo mzuri, ili Bwana nipate kuzaa matunda 100 maelfu kwa ajili ya utukufu wako. Zaidi ya yote natamani Yesu kuona mwisho mzuri kwa maisha yangu ya kiroho kuliko mwanzo. Futa majina yangu kwenye vile vitabu vya hukumu na uandike majina yangu kwenye kitabu chako cha uzima wa milele na hata milele. Amen. Tupige makofi kwa ajili ya Bwana Yesu. Mungu awabariki. Baba, nasema asante kwa message yako ambayo Bwana umenipea.